Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. HBTV. Mimi nina uhakika kwa nguvu za Mwenyezi Mungu na kwa kuchukua tahadhari hizo zote ambazo tunaambiwa ugonjwa huu siku moja utaisha. Na mimi nataka niwahakikishie ndugu zangu, siku moja ugonjwa utaisha, kwa sababu Mungu yuko pamoja na sisi. Tusiogope, tusitishane. Na bahati nzuri hata Singida hapa nawaona hamjaogopa sana. Hata waliovaa barakoa naona wachache. Hata mimi sikuvaa, hata ninyi hamkuvaa, hata mkuu wa mkoa hakuvaa, kwa sababu Mungu wetu yuko pamoja na sisi. Kwa hiyo endeleeni kuchukua tahadhari. Lakini cha pili, tunaambiwa ugonjwa huu ukijifungia, immune system yako ya kupambana na magonjwa inapotea. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe hivi huru, na ndiyo maana sikutaka kuwafungia watu majumbani. Wewe unayeuza nguo zako pale, ningekufungia majumbani, ungekula nini? Watu wanaohangaika kwenye mipunga wangelima nini? Biashara zetu kwenye masoko wangefanyaje? Ndio maana ndugu zangu, kwa niaba yenu nikasema Tanzania hatutafunga. Wanaiita kwa Kisukuma lockdown. Nikasema sisi tutaendelea kuchapa kazi, kwa sababu tunahitaji kwenda mbele. Hizi taa zimefungwa lini? Zile miezi mingapi zimefungwa? Wiki moja, mwezi mmoja. Kwa hiyo zimefungwa wakati wa corona, si ndio? Sasa hawa waliofunga taa tungewafungia, wangezifunga hizi taa. Ndio maana nasema ndugu zangu wa Singida, tuchape kazi. Nimeambiwa kwa taarifa zilizoko katika mkoa wa Singida, katika vituo vyetu pamebaki wagonjwa 3. Na hao wagonjwa 3 wanaendelea vizuri. Bado tu hawajapima negative, lakini bado wanaendelea vizuri kwa mkoa wa Singida. Hizi ni taarifa nzuri. Kwa hiyo tuendelee kuomba, tuendelee kuchukua precaution zote ambazo zinatakiwa, ambazo tumekuwa tukiendelea kuelezwa na wataalamu wetu. Ndio taa tulikuwa tujui kuona taa za barabara, tunasikia Ubungo kwenye mataa, na sasa hivi sisi tunasema Singida kwenye mataa. Barikiwe sana. Na Mheshimiwa Rais, sisi kama wananchi, mimi najua watu wote wanakupenda, tusidanganyane. Hamna mtu ambaye anamchukia mtu ambaye anafanya kazi kitu kizuri. Wanafunzi wetu walikuwa wanasoma kwa gharama kubwa, sasa hivi wanafunzi wanasoma bure kabisa, nauli yao tu kwenda pale kwa miguu. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, mimi kitu kikubwa zaidi na kushukuru sana na kupongeza sana. Mungu akulinde usiku na mchana. Waveja sana. Amen. Kwa hiyo hapa siku hizi ni Singida kwenye mataa. Na mimi nimesimama Singida kwenye mataa Mheshimiwa. Haya, yameisha. Kwa hiyo wote ni shukrani, si ndio? Haya, huyo hapo. Hapa Singida kwenye mataa. Singida oye. Asalamu alaykum. Mheshimiwa, shikamoo. Marhaba. Kwanza nashukuru kwa ujio wako hapa. Natumaini matatizo yetu yatatatuliwa. Mheshimiwa, sisi tuna matatizo katika ardhi hapa. Halmashauri haijatutekelezea sisi, ila tunashukuru tuna Mheshimiwa mkuu wa mkoa yuko vizuri, alitutatulia tatizo letu la ardhi, lakini upande wa halmashauri bado hajatutekelezea tatizo letu. Wanatuzungusha tu. Tatizo letu sisi, tuna ugomvi na shule ya Azhari katika viwanja. Tulishakaa nao tukaweka sawa, lakini bado halmashauri manispaa wanatusumbua sisi. Tulikuwa tunaomba tutekelezewe jambo letu. Mna ugomvi upi sasa? Wa ardhi, ilikuwa wao wamemilikishwa ardhi kinyume cha sheria. Mkuu wa mkoa, hebu katufafanue hili hapa. Mheshimiwa Rais,
Tatizo hili ni moja ya matatizo ambayo yameanza kushughulikiwa na ni matatizo ya miaka mingi, tangu miaka ya 1900 mpaka leo. Tatizo hili ni kwamba 1900 mpaka leo haya matatizo mengi sana. 1900 yani tangu 1930, 1940 ni matatizo mengi na ya muda mrefu. Sasa tunayo kamati ya utatuzi wa migogoro ya ardhi ya mkoa, na ambayo sasa imeungana na ile ofisi ya ardhi ambayo ni ya kanda iliyohamishiwa hapa Singida, ya mkoa wa Singida. Tunataka tutatue matatizo yote na tuyaweke kwenye kumbukumbu. Tatizo hili ambalo wamelisema hawa ndugu zetu, kuna chuo ambacho kimejengwa cha Kiislamu katika eneo lao, na hawa ni ndugu ambao wengine wanasema wanaridhia kwamba ardhi ile ipewe chuo kile, na wengine bado hawajaridhika. Tayari halmashauri manispaa ilienda kupima ile ardhi ili tujue ina ukubwa gani na tuone nini hasa kilichotokea. Lakini kuna maamuzi yalifanywa na manispaa chini ya aliyekuwa mstahiki meya wa manispaa hii ambaye sasa ni shehe wa mkoa. Sasa katika tatizo hilo ndio nimeona kwamba tuliweke katika mikono ya viongozi hawa wa dini ili tujue hasa nini ambacho, kwa sababu masuala ya migogoro ya kidini sio ya kuingilia kwa haraka. Kwa hiyo hatua moja ambayo tulifanya ni kupima ile ardhi, alafu hatua ya pili sasa ni wale ambao wanaojenga chuo ambao ni shehe wa mkoa BAKWATA ni waweze kuleta sasa utaratibu wa kulipia ardhi ambayo walichukua. Lakini hata hivyo ardhi ile imeenda kupima, ilisema kwamba ni eka zaidi ya 100 lakini wamekuta ardhi ile sio ya ukubwa huo. Kwa hiyo swala hili litashughulikiwa na tunahakikisha kwamba kila kitu kimekaa sawa, lakini tunataka wale ndugu wenyewe hawa wenye ardhi wakae vizuri na BAKWATA na katika masuala haya ya kidini. Kwa hiyo hatupendi sana kuyaingilia kinguvu hivyo, lakini tunaenda katika utaratibu ambao utatuacha tuna amani, tuna umoja na tuna undugu. Asante sana. Ardhi ile ilichukuliwa lini na BAKWATA? Ardhi ile imechukuliwa na BAKWATA mwaka 2003. Wewe ndio mwenye mwenye shamba lile? Ndugu wangapi? Tuko zaidi ya watu 30. Wote ni ndugu 30 wote? Huyo mzee wenu alikuwa amezaa kweli? Niko. Anyway, sasa mkuu wa mkoa, DC, LAS pamoja na viongozi wengine hapa, mkae mlimalize ili mwaka huu lisikae linasubiri, kwa sababu kuna sheria za ardhi kupitia sheria namba 4 ya mwaka 99 na sheria ya vijiji namba 5 ya mwaka 99 na sheria ya mipango miji ya mwaka 2007. Zote zinazungumzia juu ya haki ya ardhi ya mtu anayekutwa pale. Tena kifungu namba 3G kinazungumzia juu ya kulipa fidia. Kwa hiyo nataka mkae wote mlitatue, na wale kama walinyang'anywa ardhi yao, yeyote anayechukua ardhi ya mtu yoyote lazima alipe fidia kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo mlitatue hili na ninyi hamwezi mkashindwa. Kwa hiyo nina uhakika haliwezi likaenda tu siku hadi siku. Naomba Mheshimiwa mkuu wa mkoa ukae na wanafamilia, ukae na viongozi wa BAKWATA, ukae DC na mkurugenzi na kadhalika na mstahiki meya, mlitatue ili kusudi mstahiki meya asije akawa alitumia madaraka yake ya umeya kuwadhulumu watu ardhi. Singida oye! Ndugu zangu, mimi nilipita kuwasalimu, lakini nimefurahi Singida inavyopendeza. Na leo mmeniambia hapa ni Singida kwa mataa. Kwa hiyo ni kama Dar es Salaam tu. Kwa hiyo hapa usiku ni taa tu. Huwezi ukapoteza hata mshikaji wako akiwa anatembea huko kwenye mitaa. Singida oye!
Jamani, huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, nilikuwa nachomekea tu kidogo. Ndugu zangu, nilikuwa hapa, nimepewa taarifa na Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tuna tatizo la ugonjwa wa corona, na bahati nzuri niliwaomba ndugu zangu wa Tanzania tuombe kwa siku 3 mfululizo, na mmekuwa mkiendelea kuomba, na ndugu zetu Waislamu wameendelea kuomba katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ili Mungu atuondolee janga hili. Napenda kuwathibitishia kwamba janga hili sasa limepungua sana, pamoja na kwamba bado halijaisha. Kwa hiyo ndugu zangu wana Singida na Watanzania, tuendelee kuchukua hatua. Nimeambiwa kwa taarifa zilizoko katika mkoa wa Singida, katika vituo vyetu pamebaki wagonjwa 3, na hao wagonjwa 3 wanaendelea vizuri, bado tu hawajapima negative, lakini bado wanaendelea vizuri kwa mkoa wa Singida. Hizi ni taarifa nzuri. Kwa hiyo tuendelee kuomba, tuendelee kuchukua precaution zote ambazo zinatakiwa, ambazo tumekuwa tukiendelea kuelezwa na wataalamu wetu. Usisahau kusubscribe, kulike